Sasa mimi nakuuliza swali langu nijibu. Wewe umesema kwamba mtu mweusi ndio alianza kuwa civilized kabla ya mtu mweupe. Sasa nataka nijue sasa ilikuwaje leo hii anaonekana mtu mzungu ana madini na elimu kuliko mtu mweusi? Hii ilitokea sio kwa bahati mbaya, ilitokea kwa mkakati. Sababu wazungu mikakati yote walioipanga ya kuja kutupora walitumia ndugu zetu, watu weusi wenzetu, wale wenye tamaa na wasiojitambua. Umeelewa kaka? Wao ndio walikuja kuharibu Afrika. Kwa sababu mgeni hawezi kutoka mbali akaja nyumbani kwako akugonga nyumba yako bila kuelekezwa. Kwa hiyo alielekezwa na mtu mweusi mwenzetu sisi. Ndio alituuza sisi mtu mweusi mwenzetu, ndugu yetu. Kwa hiyo ndio maana nakwambia hivi, bwana, hawa huwezi ngome kuanguka bila mfunguaji wa geti kutoka ndani. Umesikia eh? Ndio. Geti lazima lifunguliwe na mtu aliyoko ndani. Kwa hiyo ndio maana sisi, mfano mdogo, Afrika watu weusi wengi wameuawa, wale wenye majinias wenye akili nyingi wameuawa kwa sababu ya Sarauti. Martin Luther King wamemuuza wenyewe watu weusi kwa FBI. Wamemuuza. Leo Kwame Nkrumah Achimpong akampindua. Kapewa pesa na wazungu wa Uingereza. Umeelewa? Achimpong kaondoa madarakani. Muammar Gaddafi wa Libya wamepewa pesa wakamuondoa Muammar Gaddafi. Patrice Emery Lumumba aliondolewa kwa sababu ya nini? Sarauti. Mobutu Sese Seko akamuuza Patrice Emery Lumumba. Yeye na Joseph Kasavubu aliyekuwa rais wa Kongo. Umeelewa? Kasavubu akiwa rais, bwana Lumumba akiwa waziri mkuu. Walikuwa maelewano hakuna. Kasavubu akaona wewe ananiharibia ugali, akamuuza kwa CIA na vikosi vya usalama vya Ubelgiji. Bwana Lumumba akauawa, yeye akaendelea kubaki madarakani, lakini akaja kuondolewa na Joseph Mobutu Sese Seko akamuondoa madarakani mwaka 97. Kwa hiyo Afrika inaangamia kutokana na watu wake wa ndani. Wanaitwa enemy within. Damu yake ni 1997 au 97? 1997 ndipo alipoondolewa Mobutu Sese Seko. Na Kabila, okay. Yes. Sawa. Mobutu Sese Seko aliondolewa kutokana na nini? Yeye alifanya fitina kwa Kaluka. Kwa hiyo kwa maana hiyo nakupata kwamba mtu mweusi anashindwa kumove kwa vile tunauzana. Set out. Ila swala zima la knowledge na nini sisi ndio maana hata Alexander the Great wakati anaingia Kemet, yeye alikuwa hayajui mambo mengi ya Kemet, ingawa watu wake wengi walipitia pale kusoma, kina Tebezi, kina Hermes, kina Pythagoras. Umeelewa? Hao wote walisoma wapi? Walisoma Kemet, hawakusoma Egypt. Ila walipopata elimu ya Kemet ikawa kubwa, wa Egypt wa Giriki wakaionea choyo Kemet, wakaamua mwaka 325 Alexander akaivamia Kemet. Alipoichukua Kemet akaabandoni dini zote za Wamisri ambao zao wa Kemet akazivunja. Umeelewa? Akaleta dini zake za Kigiriki za kina Zeus. Umeelewa? Mwishowe pale sasa mtawala wake aliokuja anaitwa Sotea au the Savior. Yeye ndio alikuja kuchukua mamlaka kamili ya Kemet kutokana na kuuzwa na watu wa Kemet ambao ni wa Afrika. Sylvester, kuhani wa Coptic Church. Okay. Kanisa la Coptic. Coptic sio kabla Yesu, wa Coptic wapo Misri. Wapo Kemet. Watu wao ni high priest katika hekalu la Amen Ra.